na uteremsho mbili. Uteremsho wa kwanza ndio huo. Alafu uteremsho wa pili ni uteremsho ambao aliteremsha kutoka katika hiyo samaa dunia mpaka hapa katika dunia. Huo ni uteremsho wa pili. Na uteremsho wa pili unatofautiana na uteremsho wa kwanza, kwa sababu uteremsho wa pili Mwenyezi Mungu aliteremsha polepole kidogo kidogo kwa muda na miaka ambayo ni miaka 23. Akateremsha polepole. Kwa hiyo tulizungumzia na vile vile tukapata kwamba katika ardhi Qur'ani yenyewe tena kateremsha sehemu mbili. Kidogo kateremsha Maka na zingine Madina, na vile vile tukazungumzia namna unavyoweza kutambua sura za Maka na vile vile namna unavyoweza kutambua zile sura za Madina kwa kuangalia, kwa kusoma kupitia aya ukaweza kuzitambua. Kwa hiyo nafikiri tuliachia pale. Kwa leo nitaendeleza kidogo ule umuhimu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuteremsha Qur'ani kidogo kidogo. Advantage ama umuhimu wake ni nini? Umuhimu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuteremsha Qur'ani kidogo kidogo tutazungumzia labda kama nukta tatu hivi. Kwa sababu Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Wanasema waliokufuru, kwa nini yeye hakuteremshia Qur'ani yote moja kwa moja ikiwa kamili? Mbona hakuteremshia Qur'ani kwa namna ya aina hiyo? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa jibu katika sura hiyo hiyo na aya hiyo. Anaendelea kusema, anasema kadhalik linithabbit fuadak. Tumefanya hivi ili kudhibitisha, kutilia nguvu moyo wako. Kwa hiyo sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa anaiteremsha Qur'ani taratibu taratibu, moja umuhimu wake ilikuwa ni kuweka moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa kumweka nguvu. Hii tunamaanisha kitu gani? Leo kidogo sauti iko chini, mtatuia radhi. Nafikiri waliokuwa jana kidogo tunaona ile tukio lilotokea na spika yetu kidogo ilileta tabu nasikia zaidi. Kwa hiyo tutavumilia tu kwa sauti hivyo, kitambo tukifanya mipangilio ya kupengezwa na kesho insha Allah nafikiri hali itakuwa nzuri. Sasa tunaambiwa kwamba ilikuwa ni kuthibitisha moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Muhammad, namna tunavyojua alikuwa anapitia katika mambo mengi na mashaka mengi sana ambazo mitume wengine waliotangulia hawakupitia namna hivyo. Yeye alipitia mashaka mengi na alipitia shida mingi. Alikuja katikati ya watu ambao walikuwa hawajasoma, hawajui kusoma. Alikuja katikati ya watu ambao walikuwa hawajui kuandika. Unaona? Kwa hiyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja katikati ya watu namna hii. Sasa kulikuwa kuna matatizo. Mbali na hayo, walikuwa ni watu ambao kwamba wanaabudu masanamu. Sasa kulikuwa na shida kubwa sana. Maana manabii wengi walikuja kwa Banu Israeli, kila mara wakija kuzungumza maneno ya Mungu walikuwa wanajua, sababu washasikia mambo ya Mungu. Wakizungumza maneno ya manabii wanajua, kwa sababu kuna manabii wengi wamepita. Yani masala za imani wale ahlul kitabu, wale Mayahudi walikuwa nayo. Lakini Nabii Muhammad anakuja katikati ya watu wanaabudu masanamu. Sasa kulikuwa kuna challenge nyingi, na hii ilikuwa inapata saa zingine anapitia katika challenge ambayo inasababisha mpaka moyo wake inakuwa kama ile Kiswahili tunasema kukufa moyo, yani kuvunjika ile moyo. Sasa inabidi mara nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremshe aya ama ateremshe sura, baadhi ya sura, ili yeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahisi na vizuri kidogo. Hii ndio ilikuwa moja ya sababu. Mfano, wakati Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akianza kuhubiri pale Maka, akipambana na wale Makuraish, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa anampa mitihani, wacha tu mitihani kutoka kwa wale Makuraish na makufara. Alikuwa anapata mpaka mitihani za kawaida. Mfano, watoto wake wale wa kiume walikuwa wanakufa. Na sisi tunavyojua kwamba hata katika siku hizi zama hizi, wacha zamani, watu hufadhilisha sana watoto wa kiume. Mtu akijiona kwamba yuko na watoto wa kiume anafurahi sana. Sasa wakati wake yeye alikuwa naye hivyo hivyo, alikuwa na watoto wa kiume, lakini wakawa
wanakufa wakiwa wadogo. Sasa katika hali kama ile, kuna baadhi ya wale makufar na makureishi walikuwa wanafurahia hali kama zile, na wanaenda wakizungumza maneno, wengine wanatumia maneno makali mabaya ambayo kwao ilikuwa ni maneno kama kudhalilisha, wakisema wachana na huyu ni abtar, hana neema yoyote, hana faida yoyote. Unaona, wanakaa wakizungumza maneno kama hayo ambayo wanazungumzia kwa mtu ambaye anapoteza watoto wake. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio ambayo ni ya kuvunja moyo. Ikawa bwana mmoja anakaa akizungumza maneno kama hayo, ndio Mwenyezi Mungu ili kumtuliza moyo na kumpa moyo nabii wake akamteremshia sura miongoni mwa sura ambazo tunasoma. Sura gani? Suratul Kauthar. Unaona, anamwambia kwamba inna a'tainaka al-kauthar, wewe tumekupa kheri nyingi. Kwa sababu wale wanaona kama ile maisha ya dunia na ile utajiri ya dunia na watoto kama ni kufaulu, Mwenyezi Mungu anamuonesha katika sura hii kama watoto peke yake sio kufaulu, ama mali ya dunia sio kufaulu, lakini kuna kufaulu zaidi ya hapo. Anawaambia wewe tunakupa mto special ambao unaitwa Kauthar, na amesifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mto huu, anasema ni mto wake peke yake amepewa yeye, ambaye manabii waliotangulia hawakupata zawadi kama hii. Hii ni moja katika kheri ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa mtume wake, na hii katika kheri hii alikuwa pale vile vile anamtuliza. Unaona, anasema Mwenyezi Mungu inna a'tainaka al-kauthar faswali lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Mwenyezi Mungu anasema wao hivi karibuni watakuja kugundua kwamba hao ndio abtar, hao ndio ambao wamekatikiwa na neema. Kwa hiyo hii ni moja katika zile sababu Mwenyezi Mungu alikuwa anateremsha zile sura taratibu, kwamba kumpa nabii wake moyo wakati ambapo kwamba amevunjika moyo. Na pia tunapata matukio mbalimbali. Kwa mfano kama katika mwaka wa 10 inaitwa Amul Huzn, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yule mke wake ambaye ni Bi Khadija aliyekuwa ni nguzo muhimu sana katika dawa, akawa amefariki. Tena mwaka huo tena amefariki ami yake, ambaye ami yake alikuwa anamlinda, alikuwa anamhifadhi. Alipokuwa yuko ami yake, hakuna wale makureishi wa kumdhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakumnyoshea kidole, hawakuja kwa njia yote kutaka kumharibu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika mwaka wa 10, mwaka huo amefariki mke wake ambaye alikuwa ni nguzo kubwa katika dawa, katoa mali yake na alifanya bidii katika kupeleka mbele Uislamu. Ami yake alikuwa anamhifadhi, naye vile vile akafariki katika mwaka huo. Kwa hiyo akawa naye tena amevunjika moyo. Sasa akatoka pale Maka, anaenda Taif kufanya nini? Anaenda kule kwa kabila ile kutafuta nani miongoni mwao atamnusuru na kuinusuru dini ya Allah na kumsaidia. Alitoka na lengo hilo, kwa sababu pale Maka anaona tena atakaliki, anakuwa kama amevunjika moyo, kwa sababu anaona kama ile nguzo kubwa ya dawa imeondoka na aliyekuwa na mifadhi naye vile vile ameondoka. Sasa akatoka pale Maka, anaenda Taif kutafuta nani atamnusuru. Akifika kule, badala ya kupata wa kumnusuru, tena wale wakubwa na kabila ambayo kwamba ilikuwa pale Taif naitwa Bani Thaqif, wakatuma vijana wakorofi, vijana barobaro wampige Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mawe, na wakachukua wale watumwa wao vijakazi, wale slaves, na kuwaoda kwamba wampige Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mawe. Kwa hiyo akapiga mawe mpaka mavazi yake yote kawa yamejaa damu. Sasa hapa ametoroka Maka kwa sababu ya huzuni, anaenda Taif kwa sababu ya huzuni. Unaona, hii inakuwa kwamba kufika kule, badala ya kupata msaada, tena anapata mashaka mengine. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anarudi tena Maka, na tena kurudi Maka, wale ahli Maka tena wataki aingie tena, wanajaribu kumzuia, isipokuwa kaingia kwa himaya bwana mmoja ambaye kamsimamia, ndio tena karudi Maka. Sasa hali kama ile nayo vile vile ilikuwa imemvunja moyo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadaye katika hali kama hizi na ile hali aliyokuwa na Nabii sallallahu alaihi wasallam akateremsha moja miongoni mwa sura
ambazo ni sura nzuri sana katika Qur'an, ambayo sura hii ilikuwa kwake ni ibra. Sura hii ilikuwa vile vile nile kama kituliza moyo, ambayo ndiyo suratul Yusuf. Unaona, ndio Mungu anawaambia kwamba nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, tunakupa simulizi nzuri sana. Kwa nini? Kwa kukufunulia hii Qur'an. Sasa akampa kisa ya Yusuf ili kwamba aone kwamba yeye amepitia matatizo, na vile vile kuna nabii ambaye alipitia makubwa na matatizo, lakini baada ya kupitia matatizo yale akawa mwisho ni mwenye kushinda na mwisho ndiye mwenye kufaulu. Kwa hiyo hii sura ilikuwa ni miongoni mwa sura za kumpa Nabii sallallahu alaihi wasallam ile utulivu wa moyo. Kwa hiyo katika hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuteremsha Qur'ani taratibu, ilikuwa ni kwamba kwa matukio mbalimbali ambayo Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa anavunjika moyo, ilikuwa zinateremka aya ama zinateremka sura za kumtuliza na kumpa nguvu. Hii ndio moja katika hikma ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaiteremsha Qur'ani munajjiman, taratibu, pole pole, kidogo kidogo. Hii ndio hikma moja. Ya pili ni nini? Ya pili ni kwamba Qur'ani imeteremka katika watu ambao wanasifika. Walikuwa ni watu hawajui kuandika, walikuwa ni watu hawajui kusoma. Sasa watu kama wale hauwezi ukawaletea Qur'ani ama kitabu full uanze kuwafundisha, inakuwa ina tatizo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hikma akawa anaiteremsha Qur'ani ile kidogo kidogo, ili kwamba hao wasiojua kusoma na kuandika wapate kujifunza kuandika na wapate kujifunza kusoma, na pia zaidi ya hayo wapate kuzihifadhi, wapate kuhifadhi zile sura. Na ndio namna ilivyokuwa. Sasa wao Mwenyezi Mungu akawa anaiteremsha kidogo kidogo, wao ile kidogo kidogo ikija wanafanya bidii kuisoma, wanafanya bidii kuihifadhi, na ndio hapo vile vile wanapata kujua kuandika na kusoma. Hii ndio ilikuwa moja katika sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anateremsha polepole, ili kwamba watu ambao kwamba imeteremka kwao wajifundishe na wahifadhi na vile vile wasome. Na kweli kwa mpangilio kama huo, wale ambao kwamba walikuwa ni watu hawajui kusoma, watu ambao wamepotea katikati ya desert miaka, watu ambao walikuwa hawatambuliki, kwa muda kidogo tu alipotoka Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakawa ndio wasomi wakubwa katika dunia, wakawa ndio watu ambao wanatawala dunia. Kwa nini? Kwa sababu wamejifundisha polepole na wakahifadhi na wakajua. Kwa hiyo ya pili katika hikma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaiteremsha ile Qur'ani polepole, ni kwa sababu ya wale ambao kwamba iliteremka kwao walikuwa si wasomi, ili wajifundishe, ili wahifadhi, ili wajue kuandika. Ndio mmoja katika masahaba anasemaje? Anasema kwamba sisi tulikuwa tunafundishwa na watu kama akina Uthman bin Affan, watu waliokuwa wanajua kusoma, wakitoka kwa Mtume wanakuja wanatufundisha aya 10. Tukishika hizi aya 10 tunasoma mpaka tunazihifadhi. Tena sisi tunahifadhi tu katika moyo, tunahifadhi na pia tunazifanyia kazi. Ndio namna vile walivyokuwa wanasoma. Kwa hiyo hii ndio hikma ya pili, kuwafanyia wale wepesi kusoma na kuhifadhi. Sababu ya tatu Qur'ani kuteremka polepole ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kitu inaitwa at-tadaruj. Tadaruj ni nini? Ni kupeleka mambo step by step, kupeleka mambo polepole. Wewe hauwezi ukasema kwamba leo unakuja kwa watu ambao hawajui kitu unawaletea sheria 100, inakuwa kuna tatizo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hao ni watu ambao walikuwa wamekaa bila vitabu, wamekaa bila mtume. Isingewezekana kwamba iletwe Qur'ani yote na sheria yote halafu watu waambie muhifadhi wakahifadhi, ingelikuwa kuna tatizo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa anawaletea ile Qur'ani kidogo kidogo, na katika pale kidogo kidogo anawafundisha sheria kidogo kidogo.
pole pole, wakishika hii tena ndio analeta aya nyingine baadaye, akishika aya hii tena ndio analeta aya nyingine baadaye. Kwa hiyo ile kuteremka Qur'ani taratibu ilikuwa vile vile kufundisha hawa na kuwashikisha sheria taratibu. Mfano, hawa watu tukiangalia katika mambo maarufu na ile tabia maarufu ambayo kwamba tunajua Waarabu walikuwa ni walevi sana wakubwa, haikuwa si mchezo, walikuwa wanalewa kweli. Sasa leo kama kungeteremka aya za kukataza ulevi moja kwa moja, wengi hata wangeshindwa, wangetoka katika dini. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza kazungumzia habari ya ulevi, anasema kwamba ulevi ndani yake kuna madhambi makubwa na vile vile kuna manufaa, lakini manufaa yake machache, madhambi ni mengi. Kwa hiyo watu wakajua kama hii pombe haisaidii, watu wengine wakawa wanapunguza kidogo. Tena muda ukapita, ikaja tena aya nyingine katika sura ya 4:43. Mwenyezi Mungu anawaambia nini? Anawaambia msikaribie swala na hali mmelewa. Sasa watu wakawa wanapunguza tena ile ulevi wao. Sasa mtu anakunywa, ana time ambayo kwamba si ya swala, pengine kama ishai, anajua baisubu itakuwa imekatika, ndio hiyo time anakunywa. Ile time baina ya dhuhuri na alasiri hawezi akanywa, wala asiri na magharibi pia vile vile hawezi akanywa. Kwa hiyo ikawa vile vile watu wanapunguza. Katika kupunguza wengine wakaacha, ndio mwisho Mwenyezi Mungu akaleta aya kabisa ya kukataza ulevi moja kwa moja. Kwa hiyo walikuwa wanachukuliwa step by step mpaka kufikia katika kuzijua sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio ilikuwa miongoni mwa hikma ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaiteremsha Qur'ani taratibu na alikuwa anaiteremsha Qur'ani polepole. Kwa hiyo kwa leo nimezungumzia faida tatu. Hizi faida tatu za kuonesha kwa nini Qur'ani iliteremka kidogo ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu na sehemu ya mwisho insha Allah tutakuja kuzungumzia ukusanyaji wa Qur'ani. Qur'ani ilikusanywa vipi, kwa muda kiasi gani, na mara ngapi imekusanywa Qur'ani mpaka sisi tukaipata, kwa sababu watu wengi hawajajua namna kama hizi. Sasa tutafundisha wakati mwingine ambayo itakuwa sehemu ya tatu na ambayo vile vile itakuwa ndio sehemu ya mwisho kabisa katika mada hii. Kwa hiyo nafikiri mpaka hapa tumepata kuelewa, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Nafikiri tunarudi upande wa pili ambaye ni naona pale kijana wa pasa Islam. Tuone kwanza kwa ishara ya mkono. Haya, barakallahu fikum. Wakristo wangapi wamefika? Wakristo. Naona Jerel, naona kule Wanyonyi. Mwingine? Musa naye anasikiliza. Haya. Wanyonyi, karibu hapo, peana pale kiti. Nani Simio? Hebu patia Gerald. Gerald naye amepotea sana hapa. Sijui alikuwa wapi. Leo tunaona amefufuka kidogo. Mtoto wa mchungaji. Haya Gerald, habari gani? Nzuri. Umepotea sana. Shughuli kidogo. Kushughulika ni mzuri. Mwisho sijui tumezungumza mwaka mmoja iliyopita nikiwa kule Fort, nafikiri maasubuhi. Mwaka mzima, mwaka siku hizi kidogo kama siku 3 tu na mwaka imeisha. Siku nyingine 3 mwaka imeisha. Kidogo narudi kwa Allah. Pengine hata hujajitayarisha. Islam, fanyeni tauba kwa wingi na istighfar, na vile vile tufanya khairat kwa wingi. Miaka zinakimbia, si mchezo. Haya Gerald,
Naam. Karibu sana. Mada nilikuwa nazungumzia Qur'ani. Juzi nimezungumzia kidogo sehemu ya kwanza, leo sehemu ya pili. Nimebakisha sehemu moja. Sehemu ya pili nilikuwa nazungumzia umuhimu wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu kwa nini kateremsha kidogo kidogo, hikma yake ama umuhimu wake ilikuwa ni nini. Hii ndio ilikuwa mada. Shanifahamu maana yake Qur'ani iteremka kidogo kidogo, sio mara moja. Sasa sijui kama uko na swali pengine. Naona umeingia saa hii ama sijui uliingia kitambo ama ulikuwepo, sijajua. Ndio tu saa hizi. Kwa hiyo hauna maswali labda kwa hiyo mada? Kwa hiyo mada sina swali, labda wewe kama uko na swali unazungumza. Mimi sina swali. Hauna swali? Na kwa mada nyingine je? Ningependa nikuulize tu. Hebu niulize. Mtu akikuuliza the cardinal reason, unielewa? Unajua kizungu na sijui sana. Okay. Mimi nasoma mpaka standard 2. Mtu wa standard 2 anaweza kizungu. Cardinal reason ndio ya Qur'an. Nini? Sasa cardinal ndio inamaanisha nini? Madhumuni kuu ya nini? Mimi si Mswahili. Ya Mungu kuteremsha Qur'an. Nini? Kama unaelezea kwa mistari michache sana. Kwa mistari michache? Ndio. Ni kwamba Qur'ani ni kitabu ya Mungu. Ndio. Na hii kitabu ya Mungu ndio madhumuni Mwenyezi Mungu kuteremsha ndio ni kwamba kwanza ndani anajitambulisha yeye ni nani. Kwanza watu wamjue kwa usahihi. Kwa sababu wakati Qur'ani kiteremka watu hawajajua Mungu kwa usahihi. Kuna wale walikuwa wanaabudu masanamu, kuna wengine walikuwa wanaabudu wanadamu, kuna wengine walikuwa wanaabudu manabii. Kwa hiyo moja katika sababu kuu ni kwamba Mwenyezi Mungu anajitambulisha ndani. Pili ni kwamba imeteremka kwa mwanadamu. Huyu mwanadamu yeye ndiye ambaye kwamba Mungu anamzungumzia pale, anamjadili sana pale ndani. Amjue Mungu na afuate ya mazuri, na akipata mazuri anapata hii, ama afuate mabaya na mabaya yake ndio hii. Na mazuri haya ameyafundisha pale, huyu mwanadamu ajue yale mazuri. Na mabaya amefundisha pale, huyu mwanadamu ajue yale mabaya. Kwa hiyo Qur'an ni topic, main topic, it's about man. Ameumbwa vipi? Anafanya nini kwa dunia? Kwa nini amekuja kwa dunia? Unaona? Na mwisho wake ni nini? Nimekupata, lakini hapo ni kama umenisomea Qur'an kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sio. Kwa sababu gani? Wewe Qur'an ni kidogo tu. Aya 6000. Kidogo tu. Usianze hivyo. Kwa sababu kwamba Biblia, Qur'an inatambua kwamba kuna vitabu ambavyo Mungu aliteremsha. Unanielewa? Naelewa. Kuna Taurati, kuna Injili, kuna Zaburi kabisa. Kwa hivyo Qur'an ni yenye ilikuja baadaye. Ilikuja baadaye hizo. Baadaye. Ndio. So Mungu hawezi kuwa anatumia Qur'an kujieleza for the first time. Sijui kama unanielewa. Kwanza sio ina maana kwamba vitabu hivi vingine ambavyo viliteremsha vya kwanza Mungu hakujitambulisha. Ndio maana nikakuuliza swali, kwa sababu Mungu alishateremsha Taurati, Injili, Zaburi. Ni nini kamfanya sasa akaleta ingine ambayo kwamba anataka watu wafuate na achane na hivi vingine? Nakwambia hivi, hujanipata vizuri. Yeye Mungu ameteremsha Taurati. Si kwamba pale kwa Taurati atakiteremsha, si kwamba watu walikuwa wamjui Mungu. Musa amepewa Taurati na Taurati ile imepewa Waisraeli. Na Waisraeli walikuwa wanamjua Mungu hata wakitoka Misri, walikuwa wanajua kuna Mungu wao. Kwa hiyo pale kuteremsha kwamba kujitambulisha haikuwa ina maana kwamba watu walikuwa wajui Mungu, watu walikuwa wanajua Mungu. Subiri kidogo. Tena akateremsha Zaburi. Zaburi akajifundisha ndani, na kwingi katika Zaburi Mwenyezi Mungu amejitambulisha vizuri. Yeye ni nani? Si kwamba ndani ya Taurati alikuwa amekosea ama alikuwa hajafundisha, hapana. Na mimi ndio nikuelewe. Kwa sababu ukisema kwamba wakati ameteremsha Qur'an ndio watu wamjue na ndio Qur'an tufuate, tuachane na hao mengine. Subiri. Unaelewa? Jera subiri. Kwanza wewe umeuliza Qur'ani. Subiri kidogo, nataka tuelewane. Ukauliza madhumuni ya Qur'ani.
mimi nimekujibu madhumuni ya Qur'ani, na Qur'ani kwamba Mungu anajitambulisha ndani. Hakusema kwamba kule kwamba alikuwa hajajitambulisha, amejitambulisha. Nimekwambia hivi kwamba watu aliteremsha wakati ambapo dunia ilikuwa imeharibika. Nimekuelewa. Nisikilize kidogo kwanza. Nishakuelewa, usiendelee sana. Haya. Ndio maana nikakuuliza, kwa sababu akiteremsha Taurati, Injili na Zaburi bado alikuwa amejieleza. Kwa hivyo huyu sio Mungu tofauti ambaye binadamu hamjui. Alishajieleza. Ndio nikakuuliza ni nini kamfanya tena kateremsha Qur'an, ndio sasa leo tufuate Qur'an. Ile ilifanya ni hiyo. So madhumuni yake hakuwa ni nini? Madhumuni yake ndio nakwambia ni hivi, mwanadamu amjue. Kwa hivyo akiteremsha Taurati, mwanadamu hakuwa anamjua. Alikuwa anamjua. Sijui kama unanielewa. Nakuelewa. Haunielewi? Nakuelewa. Kwa sababu ameteremsha Taurati, mwanadamu alikuwa anamjua. Subiri, baada ya miaka kama 1000 aliteremsha Zaburi, na pia ndani ya Zaburi pia amejitambua sana. Na subiri kidogo, usinikate. Pia amejitambua sana na hakuteremsha haraka, aliteremsha baadaye. Si kwamba katika Taurati watu walikuwa wamjui, walikuwa wanamjua, kwa sababu akiteremsha vitabu, the topic siku zote it's about man and God. Mwanadamu, subiri bwana, subiri, sinikate. Ushasikia? Huyu mwanadamu apate kumjua Mungu. Tena ikapita miaka 1000 akateremsha Injili. Ndani ya Injili bado akajitambua. Haina maana kwamba pale kwa Zaburi watu walikuwa wamjui, wala katika Taurati watu walikuwa wamjui. Hapana, kuna kitu wanafanya. Ni kwamba baada ya kuteremsha vitabu hivi, wewe ungeniuliza sababu, ningekupa sababu nzuri, lakini wavoenda mimi sikujibu mpaka uniulize swali nzuri. Wacha kuniepa mwalimu. Sikuwepa kwa sababu uko tu pale Mungu amejieleza katika Qur'ani vile tu ambavyo alijieleza katika Taurati wakati huo kabisa, katika Zaburi wakati huo kabisa, katika Injili wakati huo. Asante. Sasa ndio nikakuuliza kama vitabu hivi vyote Mungu amejieleza na maneno ambayo amezungumza yanahusu binadamu. Nanielewa? Imekuwaje sasa? Ama je, unasema hivi kwamba hatufai kusoma Zaburi, Injili, Taurati, tusome Qur'an, ama unamaanisha nini? Ndio nikakueleza madhumuni ama reason, the cardinal reason why Mungu kateremsha Qur'an. Ni nini hakuwa amesema wakati ule ambao kwamba sasa ndio anataka kusema kupitia Qur'an? Hiyo ndio swali nakuuliza. Unajua uko na tatizo kubwa sana. Uko na tatizo kwa sababu swali yako namna unavyouliza na kujibu namna unavyouliza, kuna kitu umeshindwa kuuliza. Sasa wacha nikufafanulie ili nitoe shida yako. Wacha nikufafanulie, sababu wewe kuna kitu imekushinda kuzungumza. Mungu baada ya kuteremsha Taurati aliambia wana wa Israeli wasiwe wanaabudu miungu zingine. Ndio vile alivyojifundisha na akajifunua ndani ya Taurati yeye ni nani. Lakini baada ya muda Waisraeli walianza kuabudu mabaali, walianza kuabudu miungu ambazo kwamba hazifai, walianza kuabudu vitu vingine, vitu ambavyo kwamba vinawapoteza kutoka katika line, wakati Mwenyezi Mungu ameteremsha Taurati akajifunua. Kwa hiyo watu wakawa wamepotea. Kaleta tena Zaburi kuwakumbusha hao watu yeye ni nani. Ndio maana ameleta Zaburi. Ina maana kwamba sasa subiri kwanza. Ndio nikuelewe vizuri. Subiri. Umesema wewe ni mwalimu. Wewe subiri kwanza. Sijamaliza kufundisha, usinikate. Wacha nije mpaka nifika nakotaka. Ushasikia? Sasa baadaye ameteremsha Zaburi, watu tena wakaanza kupotea na kufanya vituko. Mwisho kaleta Injili, kamleta Yesu. Ndani ya Injili maneno aliyofundisha ni ya Mungu, na Yesu alikuwa anafundisha watu Mungu. Na narudia, ukisoma Mathayo 19:16 anafundisha habari ya Mungu mmoja, Marko 12:28 anafundisha habari ya Mungu mmoja, Yohana 20:17 anafundisha habari ya Mungu mmoja. Nini ilifanyika baada ya Yesu kutoka? Watu wakaanza kuabudu Yesu. Bimaana tena watu tena wakachanganyikiwa. Walipochanganyikiwa
Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta Qur'ani. Alipoleta Qur'ani akajifunua tena, na nipatie mic kidogo na mpe kwanza, mpe 5:72. Yeye Mungu akijifunua ni kwamba watu wamepotea wanarudishwa. 5:72 Qur'ani. 5:72 Qur'ani. Twende. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Bila shaka wamekufuru wale wanaosema. Unaona, alileta Injili na ndani ya Injili haikusema Yesu ni Mungu. Sasa Wakristo wakaanza kumwabudu Yesu, wakasema kwamba Mungu ana mtoto, wengine wakasema Yesu ni Mungu. Dunia ikawa imejaa shirki. Ukienda kwa Arabu nao wakawa wamepotea kwa tauhidi, wao wanaabudu masanamu. Kwa hiyo Mungu tena kaleta Qur'ani ili kwamba Qur'ani hii irudisha maneno yalikuwa katika Taurati na Zaburi na Injili, watu wamjue Mungu tena amrudie. Mpe Mwalimu, sitaki uende haraka sana kwa sababu nataka tuelewane na tuende straight to the point. Ukasema kwamba Yesu akafundisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Huyu Yesu ambaye mnasema kwamba alipewa Injili, tunataka kuangalia, je, huyu Yesu alitumia nini kufundisha maneno ya Mwenyezi Mungu? Hebu nisomee Luka 24 44 na 5. Haya, Luka 24:44. Haya, kisha akawaambia, hao ndio maneno yangu niliwaambia nilipokuwa nimekali pamoja nanyi, na kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Taurati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akamfunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Shukrani sana. Wakati Yesu alikuja dunia hii hakukuwa na Agano Jipya. Reference yake hata wakati alikuwa akifundisha maneno ya Mwenyezi Mungu alikuwa anatumia Taurati, Injili na manabii. Subiri kidogo tu. Kidogo tu. Usidanganye kwanza. Kidogo tu. Usidanganye. Unasema alikuwa anatumia reference nini na nini? Reference zile scriptures ama maandiko ambayo alikuwa anatumia ilikuwa gani? Alikuwa anatumia Taurati ya nani? Taurati ya Musa na nini? Zaburi na nini? Na manabii. Ndio. Wale ambao waliandikwa na manabii. Na hao ndio anaform the Old Testament. Hiyo ndio ilikuwa the scripture reference yake wakati alikuwa anafundisha. Hakuna wakati Yesu alienda nje ya Taurati, Injili na Zaburi wakati alikuwa anafundisha. Swali langu likakuja. Subiri kidogo. Sikiliza, ndio elewa swali langu. Haya. Kwa sababu tumeona Yesu akakuja, hakukuja na kitu kingine. Alitumia manuscript ambazo zilikuwa. Na naweza kupatia example wakati amezungumza Isaia. Ndio nakuuliza ipi? Kwa sababu Muhammad, peace be upon him, tunaambia kwamba pia akakuja na Qur'an. Ndio nikauliza swali langu, what is the cardinal reason for the Quran? Sababu gani Mungu katuma Qur'an wakati hata Yesu wakati alikuja hakupewa kitu? Hiyo ndio swali langu. Usiende hivi. Haya, mpe. Mwalimu. Ndio mwalimu. 5:48. Wacha tufunge hiyo mara. Wajua yeye ameuliza swali, sio? Ameuliza swali na jaribu kumfundisha kiutu uzima ili aelewe, lakini anajifanya mjanja. Sasa ukijifanya mjanja na kuwekelea tu msumari, mimi singojangi. Mimi nakufunza ukitaka kufuzwa. Kianza kwenda hivi, mimi sina tatizo, nimeweka sawa. Kwanza nisomee 1:14 Marko, alafu hiyo Qur'ani 5:48 usifunge. Unisomee hiyo Qur'ani. Uoneshe sababu. Haya, 1:14 Marko. Yeye anasema alitumia kule. Haya, hii ilitoka wapi? 1:14 Marko. Alafu 5:48 Qur'ani. Sababu ni nini? Lazima Qur'ani iwe, kwa sababu wewe uking'ang'ana na utuambie kwa nini kuna Taurati, mbona alete Zaburi? Haya, twende 1:14 Marko. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, ndio Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Anahubiri nini? Habari njema ya Mungu. Akisemaje? Akisema nini? Wakati umetimia, ndio, na ufalme wa Mungu umekaribia. Si ndio? Tubuni na kuamini Injili. Haya, Yesu
tubuni na kuamini Injili. Sasa watu wataamini Injili kama hakuna 5:48 Qur'ani. Na anatumia Injili. Namna gani wewe? Alikuwa anatumia Injili na anaambia iaminini Injili. Wataamini kitu hakuna. 5:48 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Twende na tumekuteremshia kitabu. Unaona, sasa sikiliza vizuri. Siniambie naenda hivi. Hii ni sababu ya pili. Na nitakupa sababu 10. Sababu ya pili ndiyo hii. Na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Haya, sababu ni hii, ni kubainisha haki. Hii ndio sababu. Qur'ani Mungu anauliza, the main cardinal sababu ndio hii, kubainisha haki. Twende. Na kinachosadikisha ndio vitabu vilivyokuwa kabla yake. Unaona, na inasadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Unaona, inasadikisha Taurati, inasadikisha Zaburi na inasadikisha Injili. Twende. Na kuvihukumia kama haya ni yaliyoharibiwa au yaliyosalimika. Unaona, sababu ndio hii nyingine. Qur'ani inakuja kuhukumu. Haya katika Taurati imeharibika. Haya katika Injili imeharibika. Haya katika Taurati imesalimika. Haya katika Injili imesalimika. Sababu main ya Qur'ani ndio hiyo. Uko Mike. Sasa gani imeharibiwa? Kwa sababu gani nakuuliza hivyo? Ndio tujue kwamba hapo tunaongeza. Unauliza swali usinifuruhusu. Asubiri. Wewe umeuliza swali kwa mkato, swali ambayo kila mtu amesikia na ameelewa. Unaeleza nini? Mimi nishakuelewa. Nataka tuende polepole. Hatuendi polepole, unapoteza time. Umeuliza swali fupi. Gani iliharibiwa? Kuna mtu hajaelewa? Sasa ndio hiyo. Tumesomea kwa Qur'an. Mimi sijui Qur'an. Na sitadanganya hapa kwamba ninaelewa. Lakini nimesikia hapo wakisoma kwamba ilikuja kusadikisha vitabu ambavyo vilikuja mwanzo. Kweli? Taurati, Injili, Zaburi. Kweli? Ndio. Na akasema kwamba yale ambayo yaliharibiwa na kuhukumu, na maana kwamba kuna yale ambayo hayakuharibiwa. Kweli? Huyu anazungumza nini lakini? Patie kidogo mic. Patie mic. Ama naweza kuona tu naona kidogo, subiri kidogo, peana mic. Uko na tension? Sina tension. Tension ya nini? Wewe unauliza swali gani aliyoharibiwa? Story nyingi ya nini? Wewe unataka kwenda hapa Madina Mall. Ya nini uende Kariakoo, uende kule, uende Jogoo Road, urudi hapa na wakati uko hapa? Unaenda wapi? Umeuliza gani iliyoharibiwa? Patia huyo 11:110 Qur'ani. Na kujibu kwa mkato, si unipeleke huko na nipeleka wapi? Poteza time bure. Twende. Alafu patia ule Isaac. Tuna time ya kupoteza hapa. Wewe unauliza main ya Qur'ani ni nini? Nishakujibu. Haya, hii ya pili. Gani imeharibiwa? Wacha story. 11:110. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Na kwa yakini tulimpa Musa kitabu. Sawa. Lakini zikapewa hitilafu. Unaona, hiyo Taurati yenyewe iliharibiwa yote full. Few pieces. Taurati yenyewe iliharibiwa na Taurati hakuna. Ndio maana kwa Biblia yako ukienda unapata kumbukumbu. Kumbukumbu maana kitu imekumbushwa. Hamna. Imeharibiwa. 8:8 Yeremia, pea Isaac Mike. 8:8 Yeremia, pea Isaac Mike. Wewe furahi tu, unafurahia kitabu chako, sio mimi. Si ameuliza gani imeharibiwa? 8:8 Yeremia, pea Isaac Mike. Yeremia 8:8. Twende. Wasemaje sisi tuna akili? Twende. Na Taurati ya Bwana tunaye pamoja nasi. Lakini tazama nini? Kalamu yenye uongo ya waandishi inafanya nini? Ifanya kuwa uongo. Kwisha. Pea huo Isaac Mike. Unaenda wapi huko? Unaenda hapa Madina uzunguke wapi? Isaac, habari gani? Salama. Kwa salama Naam. Haya, swali lako. Swali langu ni hivi. Ndio. Taurati iliharibiwa kabla ya Yesu kuja au baada ya Yesu kuondoka? Taurati na Yesu nani alitangulia? Usikia swali langu? Nimekusikiliza.
Sikiliza swali langu. Na kusikiliza. Nauliza hivi. Torati iliharibiwa kabla ya Yesu kuja au baada ya kuondoka kwa Yesu? Ndio maana mimi nakuuliza, kati ya Yesu na Taurati nani katangulia? Torati. Kwa hiyo Taurati ndio ilitangulia. Naam. Aha. Sasa ningetaka kujua kidogo. Subiri. Kati ya Yeremia na Yesu nani katangulia? Yeremia. Asante. Alitangulia Yesu. Yeremia ndiye alitangulia. Asante. Na Yeremia anasema Taurati imefanywa nini? Anasema kalamu ya uandishi. Hata ni Kiswahili na kupiga chini. Mimi sina tatizo. Hajasema Torati imeharibiwa. Mimi sina tatizo. Anasema kalamu ya uandishi imefanya nini? Kalamu ya uandishi imeifanya nini hiyo? Imeifanya kuwa ya uongo. Aha. Kwa hiyo anafanya. Subiri. Haimaanishi sijakwambia unifunze, mimi nakuhoji. Na mimi hutanihoji kama vile nataka. Kwa hiyo sikujibu. Maana huyo Yeremia anasema kalamu ya uandishi. Tazama kalamu ya uandishi imefanya nini? Kitu ya kwanza Yeremia anasema Torati ya Bwana tuko nayo. Lakini tazama nini maana ya lakini? Nini maana ya lakini? Akisema lakini kuna kitu anataka kuexplain. Ana explain nini? Tazama nini hiyo? Kalamu ya uandishi imefanya nini? Imeifanya nini hiyo? Imeifanya kuwa ya uongo. Kwa hiyo Torati imefanya kuwa nini? Na maana kuna maneno yamefanya Torati kuwa ya uongo. Asante. Lakini Torati yenyewe hayo tayari. Subiri. Taurati imefanya kuwa nini? Imefanywa na kalamu ya uandishi kuwa nini? Kuwa ya uongo. Kabla ya nani? Lakini Torati Yeremia wako nayo. Mbona unaacha hii ya juu? Mimi sina tatizo. Kabla ya Yesu ama baada ya Yesu? Hiyo ni mambo ya kitambo. Kabla ya Yesu, baada ya Yesu. Kama Yesu hajazaliwa bado. Ni maana Taurati waandishi walikuwa kalamu ya waandishi ilifanya Torati kuwa nini? Hiyo ni maneno ya waandishi. Ikafanya Torati iwe nini? Lakini Torati original wako nayo. Nani wanataka kuzungumzia? Nani yako nayo? Yeremia. Wapi? Nani hapo Yesu? Rudia tena. Tuone kama Yeremia ako nayo. Wewe lugha ndio inakusumbua. Twende. Hiyo ni swali. Hiyo sio jibu. Mwasemaje? Hiyo ni swali. Wewe mimi nakuuliza unasemaje? Mimi niko na mic alafu sema niko na mic. Namna gani? Rudia. Nani Yeremia? Ndio. Mwasemaje? Ndio. Sisi tuna akili. Kwanza anasema mtasemaje sisi tuna akili? Hiyo ni swali. Twende. Na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Unaona tena anauliza mnasemaje tuna akili na tuko na Torati ya Bwana? Ni swali sio swali? Question mark. Kuna question mark. Anasema ni nayo ama ni swali anauliza? Ni swali anauliza. Question mark. Wapi Yeremia kuna Taurati? Kwani hapa anasema ni? Hiyo ni swali. Hajasema niko nayo. Ni swali anauliza. Tena anauliza wakiwa wengi. Mnasemaje tuko na Taurati? Mnasemaje tuna akili na tuko na Taurati? Lakini tazama, kalamu ya uongo imefanya Taurati kuwa uongo. Hii Kiswahili itakusumbua sana. Maana hapa anasema asubiri basi. Asubiri basi. Subiri. Mimi Kiswahili inanisumbua, nimekubali. Patie hiyo mic kidogo. Nisomee Torati pale juu. Si anasema Kiswahili inanisumbua, tena nani Kiswahili inamsumbua? Kabla ya Yesu Torati imeharibiwa. Na mimi nitapiga hapa historia fupi tujue iliharibiwa lini. Na wewe unajua. Twende. Lakini ukinipeleka pale mimi nitatenti, mnanijua mimi sina tatizo. Na mtu asikasirike, nitapigilia sasa hapa historia. Shauri yenu, wacha kanisa ivunjike. Haya, twende pale juu Taurati. Hakuna Taurati mwalimu hapa. Inasema nini? Kuna kumbukumbu la Taurati, hakuna Taurati. Kumbukumbu la nini? Kumbukumbu la Taurati. Patie huyo. Kwa hiyo kitabu kuna nini? Najua maana ya kumbukumbu. Sijui ni nini maana yake. Hamjui? Sijui ni kitu kilifanyika unakumbushwa. Kwa hiyo subiri. Kwa hiyo tunakumbushwa nini? Kwa hiyo kitu kiko na bado unakumbushwa. Sio kitu. Tunakumbushwa nini? Torati ya Musa. Asante. Bimaana kuna Torati ya nini? Kuna Torati ya Musa. Na hii inatukumbusha nini? Hii inatukumbusha maana generation imepita nyingi. Kwa hiyo inafanya review. Twende pole. Kwa tunakumbushwa. Twende. Kwa hiyo hii inatukumbusha Torati ya nani? Inatukumbusha maneno ya Musa. Sio maneno. Subiri, sio maneno. Inatukumbusha Torati ya nani? Torati ya Musa hii. Hii Torati. Wewe. Inasema kumbukumbu la Taurati. Sio hii Taurati. Kumbukumbu la Taurati. Ikisema kumbukumbu ya Torati inamaanisha Torati ya nani? Angalia huyu. Inamaanisha ya nani? Subiri. Kama anasema subiri inamaanisha ya nani? Twende pole.
Musa alipewa kumbukumbu